Samia Suluhu apigwa kwenye mshono baada ya mkutano uliopangwa na Godbless Lema Arusha kutikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mkutano wa hadhara ulioongozwa na Godbless Lema umeendelea kuzalisha mjadala mkubwa ndani na nje ya Tanzania baada ya mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi kutoa maoni yaliyotafsiriwa kama ujumbe wenye uzito mkubwa wa kisiasa kuhusu mwamko wa wananchi, uwajibikaji wa viongozi wa nafasi ya kisiasa za upinzani katika kipindi hiki cha mabadiliko ya kisiasa nchini humo. Kauli hizo zimekuja katika wakati ambao mazingira ya kisiasa Tanzania yameendelea kubadilika kwa kasi, hasa baada ya miaka kadhaa ya mvutano kati ya serikali na vyama vya upinzani, na ni hali ambayo imekuwa ikitafsiriwa na wachambuzi wengi kama mwanzo wa sura mpya ya ushindani wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kilichofanya mjadala huo kuwa mkubwa zaidi si tu ukubwa mkutano wa Lema, bali ni namna ujumbe wa Mange Kimambi ulivyogusa hisia za wananchi kuhusu uhuru wa kisiasa, ushiriki wa wananchi na mada nyeti zinazohusisha haki, uwazi na uwajibikaji wa viongozi. Na katika maoni yake yaliyoenea kwa kasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, Mange Kimambi alisisitiza kuwa watu waliohudhuria mkutano huo hawakulazimishwa na mtu yeyote, hawakusafirishwa na mabasi ya kulipwa wala kupewa fedha ili kujaza uwanja. Hoja hiyo imeonekana kugusa moja kwa moja mijadala ambayo imekuwa ikitawala siasa za Afrika Mashariki kwa muda mrefu, ambapo mara nyingi vyama vya siasa vimekuwa vikishutumiwa kwa kutumia fedha, ushawishi wa viongozi wa serikali au mbinu za kisiasa kuvuta umati kwenye mikutano yao. Na kwa kusisitiza kuwa wananchi walijitokeza kwa hiari yao wenyewe, Mange Kimambi alionekana kutuma ujumbe mpana zaidi kuhusu kile anachokiona kama mwamko mpya wa kisiasa miongoni mwa Watanzania, hasa vijana. Na wachambuzi wa siasa wanaona kuwa kauli hiyo ilikuwa na maana pana kuliko mkutano wenyewe, kwa sababu iligusa hoja ya msingi kuhusu imani ya wananchi kwa viongozi wa upinzani na kiwango cha hamasa kinachojengwa dhidi ya mfumo wa sasa wa uongozi. Na kwa miaka mingi Chama cha Mapinduzi kimeendelea kutawala siasa za Tanzania kwa nguvu kubwa ya kisiasa, kiutawala na kihistoria. Na hata hivyo, katika kipindi tofauti vyama vya upinzani vimekuwa vikionyesha uwezo wa kuvuta hisia za wananchi kupitia viongozi wenye mvuto wa kisiasa kama vile Godbless Lema, Tundu Lissu na Freeman Mbowe. Mikutano yao imekuwa ikiibua mjadala mkubwa kuhusu hali ya demokrasia, haki za kisiasa na mustakabali wa taifa. Godbless Lema mwenyewe si jina jipya katika siasa za upinzani Tanzania, na kwa muda mrefu amejijenga kama mmoja wa wanasiasa wanaopenda siasa za moja kwa moja, lugha kali na mikutano inayowagusa wananchi wa kawaida. Na mara kadhaa amekuwa katika migogoro ya kisiasa na mamlaka za dola, na ni jambo lilomfanya kupata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa sehemu ya wananchi wanaoamini kuwa upinzani nchini Tanzania unahitaji sauti kali zaidi dhidi ya serikali. Na mjadala uliotokana na mkutano huu umeonyesha pia namna mitandao ya kijamii ilivyogeuka kuwa uwanja wa vyombo vya habari vya jadi kama redio, televisheni na magazeti. Lakini sasa watu kama Mange Kimambi wamekuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa kupitia Facebook, Instagram, X na majukwaa mengine ya kidijitali, na kauli zao zina uwezo wa kubadili mjadala wa taifa ndani ya saa chache. Na hii si mara ya kwanza kwa Mange Kimambi kuingia katikati ya mjadala wa kisiasa wenye uzito mkubwa, na katika vipindi mbalimbali vya kisiasa nchini Tanzania amekuwa mmoja wa watu waliotumia mitandao ya kijamii kuikosoa serikali, kuibua hoja za haki za binadamu na kuhamasisha wananchi kuhusu masuala ya kisiasa. Na wafuasi wake humuona kama sauti ya wananchi wa kawaida, huku wakosoaji wake wakidai kuwa baadhi ya kauli zake huongeza mgawanyiko wa kisiasa.
Na kilichoongeza uzito wa mjadala wa sasa ni pale alipogusia suala linalohusishwa na matukio ya tarehe 29 Oktoba, na ingawa hakueleza kwa kina tukio hilo katika ujumbe wake, alisisitiza kuwa jamii bado inahitaji majibu, uwazi na msimamo wa wazi kutoka kwa viongozi kuhusu yaliyotokea. Kauli hiyo ilifungua tena mjadala mpana kuhusu uwajibikaji wa viongozi katika nyakati za migogoro au matukio yanayoibua hisia kali kwa wananchi. Na katika siasa za Afrika Mashariki, masuala ya uwajibikaji wa viongozi yamekuwa yakibeba uzito mkubwa sana, hasa pale yanapohusishwa na haki za binadamu, usalama wa matukio yenye uwazi na maumivu kwa familia na jamii. Na ndiyo maana sehemu ya wananchi waliunga mkono hoja za Mange, wakisema viongozi wanapaswa kuwa karibu zaidi na wananchi katika nyakati za majonzi na sintofahamu, badala ya kukaa kimya. Kwa upande mwingine, wapo waliona kuwa mjadala huu unaendelea kuongeza joto la kisiasa nchini Tanzania, na katika kipindi ambacho taifa linahitaji utulivu kuelekea michakato muhimu ya kisiasa na kiuchumi. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa mikutano mikubwa ya kisiasa inayovuta hisia kali inaweza kuwa mwanzo wa ushindani mkali zaidi kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Na tayari ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kumekuwa na juhudi za kurejesha nguvu za kisiasa baada ya miaka ya changamoto, vikwazo na migogoro ya ndani. Uwepo wa viongozi kama Lema katika mikutano ya hadhara unaonekana kama sehemu ya mkakati wa kuamsha ari ya wanachama na kuwavutia wananchi waliokuwa wameanza kupoteza matumaini kuhusu nguvu ya upinzani. Kwa upande wa serikali na CCM, mikutano hiyo inaonekana kufuatiliwa kwa karibu kutokana na uwezo wake wa kuibua mjadala wa kitaifa. Historia ya siasa za Tanzania inaonyesha kuwa mikutano mikubwa ya hadhara mara nyingi huwa ishara ya mabadiliko ya kisiasa yanayoweza kujitokeza baadaye. Hali kama hiyo iliwahi kushuhudiwa katika vipindi vya uchaguzi mwaka 2015 na mwaka 2020, ambapo mikutano ya viongozi wa upinzani ilibeba uzito mkubwa wa kisiasa. Mjadala huu pia umeonyesha mgawanyiko uliopo miongoni mwa wananchi kuhusu tafsiri ya uzalendo, uhuru wa kisiasa na wajibu wa viongozi. Wapo wanaoamini kuwa wananchi wana haki kamili ya kushiriki mikutano yoyote ya kisiasa bila kuhojiwa wala kushutumiwa, huku wengine wakisisitiza kuwa mikutano hiyo inapaswa kuendeshwa kwa tahadhari ili kuepusha mkutano ama mvutano wa kisiasa unaoweza kuhatarisha amani. Na katika mazingira ya sasa ya kisiasa Afrika Mashariki, hoja ya ushiriki wa hiari imekuwa nyeti sana, na mara nyingi vyama vya siasa hushtumiwa kutumia mbinu mbalimbali kuongeza idadi ya watu kwenye mikutano yao ili kuonyesha nguvu ya kisiasa. Na ndiyo maana kauli ya Mange Kimambi kwamba wananchi hujitokeza kwa gharama zao wenyewe ilionekana kama jaribio la kuthibitisha kuwa bado kuna sehemu ya wananchi wanaohamasika kisiasa bila kushawishiwa kifedha. Na kadri mjadala huu unavyoendelea, wachambuzi wengi wanaona kuwa kuna dalili ya kurejea kwa siasa zenye ushindani mkubwa nchini Tanzania. Na hii ni kutokana na kuongezeka kwa mijadala ya kisiasa mitandaoni, mikutano ya hadhara inayovuta maelfu ya wananchi na kurejea kwa sauti kali za upinzani ambazo zilikuwa zimepungua kwa muda fulani. Kwa sasa jambo kubwa linalofuatiliwa ni namna viongozi wa kisiasa watakavyoshughulikia hisia za wananchi kuhusu uwajibikaji, hasa ushiriki wa kisiasa. Na ikiwa mijadala kama hii itaendelea bila majibu ya wazi kutoka kwa mamlaka husika, kuna uwezekano mkubwa wa kuongeza presha ya kisiasa na kuimarisha sauti za wanaotaka mabadiliko ndani ya mfumo wa uongozi. Na kwa upande wa upinzani, mjadala huu unaweza kuwa mtaji mkubwa wa kisiasa kuelekea uchaguzi ujao, na mikutano yenye mwitikio mkubwa wa wananchi huwapa viongozi wa upinzani nafasi ya kuonyesha kuwa bado wana ushawishi mkubwa wa umma. Na kwa upande wa CCM, hali hii inaweza kuwa ishara kwamba wananchi wanahitaji majibu zaidi kuhusu changamoto za kijamii, kisiasa na kiuchumi zinazowakabili. Na mwisho wa yote, mjadala uliozuka baada ya mkutano wa God Bless Lema na kauli za Mange Kimambi umeonyesha wazi kuwa siasa za Tanzania zinaingia katika hatua mpya yenye ushindani mkubwa wa hoja, hisia na ushawishi wa umma.
Na kinachoonekana sasa si tu mvutano wa kisiasa kati ya vyama, bali pia mapambano ya nani anaeleweka zaidi kwa wananchi, nani anasikiliza maumivu yao, na nani ana uwezo wa kuongoza simulizi ya taifa kuelekea uchaguzi ujao. Na katika mazingira hayo, kila kauli ya kisiasa, kila mkutano wa hadhara na kila mjadala wa mitandaoni utaendelea kuwa na uzito mkubwa katika kuamua mwelekeo wa siasa za Tanzania katika miaka ijayo. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuyumbisha. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa zaidi.